Unabii huu umetimia machoni pa Wakenya. Mnamo tarehe 27 mwezi wa 4, Apostle Florian G.R. wa Jesus Embassy alitabiri nabii 3 kubwa ikiwemo ya taifa la Kenya, ambapo alitumia lugha ya picha. Alitamka neno mayai ya dragon, akimaanisha mikopo ya riba kubwa kutokea taifa la China, na alitamka kutotolewa kwa mayai ya dragon ndani ya taifa la Kenya, akiwa na maana madhara makubwa ya kiuchumi yanayoletwa na mikopo ya nchi hiyo ya Kenya. Na yote yametimia leo ndani ya taifa la Kenya. Naliona taifa la Kenya nikiwa kwenye maono, naliona taifa la Kenya na nikamuona rais wa taifa la Kenya akiwa amebeba mayai. Ni kama mayai haya anayatoa taifa lingine, sio Kenya. Na mayai haya ni mayai ya nyoka, dragon. Anatoa kwenye taifa na anapeleka kwenye taifa la kwake. Na ghafla yale mayai yakaanza kutotoa dragon. Mungu anamuuliza rais wa Kenya, je, kuna urafiki kati ya dragon na kondoo? Je, ukumbuki nilivyokutetea? Je, ni haya ndio unayotaka tena? Na baada ya hapo nikaona adui wa rais wakipata nguvu tena. Nikaona machafuko na maandamano yasiyoweza kuzuilika kwa sababu ya kuleta mayai ya kigeni kutoka kwenye nchi. Wewe ni mmoja ambaye Mungu amekupa neema ya kuyasikia haya. Jina la Yesu. Naliombea taifa la Kenya. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana na watu wake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Elekea katika ikulu ya Nairobi, waandamanaji wakiwa upande mmoja na maafisa wa polisi upande wa juu ya barabara ya Kenyatta Avenue karibu na barabara ya State House Road. Wait, what is happening? Maafisa hao wakifyatua risasi angani na kutumia vitoa machozi kuwazuia waandamanaji. Na mengi yamefanyika yenye tunastahili kujipongeza kama nchi.